Unajua, unapotangaza mgonjwa kama huyu amerogwa ndani ya public za watu, alafu mwisho wa siku, unajua mtu anapokwenda kwa mganga, awe Muislamu awe Mkristo, atakwenda kwa sababu ya shida. Sio watu wote wanapenda kwenda kwa wataalamu. Sasa mganga unapotokea kutangaza matatizo ya mgonjwa wako the public, kwanza unamsababishia matatizo yule mgonjwa wako, kwa sababu kwenye public kama ni aliyefanya lile tukio ni ndugu, manake atapata taarifa. Kama aliyefanya lile tukio manake ni jirani, manake atapata taarifa. Mwisho wa siku utamtengenezea matatizo hata yule mgonjwa. Kwa hiyo hata kama wewe ulikuwa una dawa za aina yoyote ambazo zilipaswa kweli kumsaidia huyu alilogwa, kwa hiyo pia unatengeneza mazingira magumu. Kwa hiyo waganga wengi wako kibiashara, wapo kibiashara, kwa sababu unapomtangazia mgonjwa na kumweka sehemu za public, kwanza umemuingiza katika vitu ambavyo katika jamii inamchukulia yule mtu ni mchawi, ni mshirikina, kwa sababu watu wengi wanapokuja kwetu wanakuwa na imani za namna hiyo. Kwa hiyo na wasi pia wasifanye vitu vya namna hiyo waganga. Sasa leo hii unakuta mganga huyo huyo ameshindwa kumtibia huko alipotoka, na leo hii bado anakwenda tena hapo hapo kwenye msiba, anakwenda tena kufanya interview ya kusema kwamba yule mtu kweli alilogwa, ilikuwa 1 2 3. Sisi waganga tuna kanuni zetu na tuna taratibu zetu za kisheria, hata serikali inavyotupa vibali tuna miko. Na ndio maana hata leo hii wewe unapoumwa hapo ulipo, ukienda hospitalini, kitu cha kwanza, hata kama ulienda na ndugu zako, daktari anapenda azungumze na wewe, kwa sababu uwezi jua, kwa sababu hata hawa madaktari wanaamini kuna magonjwa mengine yanafanywa na Uswahili, sio kwamba hawa madaktari wa kizungu hawajui. Na ndio maana hawataki muingie wengi, anataka daktari uwe na mgonjwa wako, kwa sababu ni vitu vya siri ambavyo vinatakiwa viwepo wewe na mgonjwa wako. Sawa. Sasa unapotoka pale kwenda kwenye public, kwa hiyo tayari umevunja miko na taratibu za kanuni za tiba, kwa sababu hata leseni zetu tunavyopewa huwa haturuhusiwi kupiga ramli hadharani. Serikali imetukataza kitu cha namna hiyo. Mgonjwa kama ulikuwa kweli unania mganga ya kumsaidia yule binti wa watu, bahati mbaya mzuri familia ipo, kulikuwa kuna uwezo mkubwa sana ya kuifuata familia na kukaa nayo pembeni na kuweza kuzungumza nayo na ukaweza kumsaidia pale. Mwenyezi Mungu akipokea dua lako, kwa sababu sisi tunaamini, hata sisi waganga pia tunaamini uwepo wa Mungu. Sawa, hata wachawi pia wanaamini uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wewe ukijinasidi kwamba kusema mimi ndio nimesema kama ni mganga peke yake, kwanza umevunja sheria za dini, na kama mganga unakuwa hata dini uzijui, basi wakati mwingine maana yake unakuwa unaharibu zile taratibu za tiba. Kwa hiyo ndio maana unakuta mimi nilivyokuwa nimeona nikakaa pembeni. Kweli hata kama mimi, unaona mfano mimi nakuja hapa kwenye msiba, nimekwenda paka kule ambako mwili ulipotoka. Sio kwamba hatukutani na wabaya, tunakutana na wabaya. Hata humu tunapokaa pale kwenye msiba tunakutana nao, kwa sababu ni moja ya taratibu zetu, lakini tuna mipaka. Hatuwezi kila tunachokiona huyu mchawi tukakaa huyu hapa mbona kaja kwenye msiba hapa mbaya. Huwa tunakaa pembeni, tunaheshimu, kwa sababu hizo ndio kanuni zetu. Na swali lingine kubwa zaidi kubwa Nyonyao, mimi nilikuwa nataka kukuuliza kwa sababu wewe umeanza kuhudumu muda mrefu katika sekta hiyo na tiba za asili kwa jumla, na tumeshuhudia, mimi nimeanza kushuhudia tokea mwaka 2008 na uko chini zaidi. Leo tumeona jambo kama lililotokea pale airport kwenye msiba kama huu ambao watu wengi wanaotolea macho, kitendo cha wewe pamoja na mganga mwenzio kushikana mashati. Hii ina tafsiri gani? Kwa sababu video zina trend kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanasema kwamba haikuwa na haja ya hayo yote. Labda tuambie shida ni nini na kwa nini imekuwa hivyo? Mimi ndio maana niseme, kama ungeona ile video, mimi nilikuwa nachukua matukio yangu pale msibani kama kawaida, lakini tatizo kubwa labda ni mambo ya misiba. Kwenye msiba kila mtu anakuwa na utaratibu wake. Sawa. Kwa mwenzake pale mpaka mkarushana ngumi. Kwenye msiba watu tunapokuwepo,
Kila mtu ana utaratibu wake na kila mtu ana uhuru wa kufanya chochote kwenye msiba. Kwa hiyo kama mtu uko zako msibani, kama mtu unachukua matukio, na ndio maana uliona kwenye msiba kila mtu amekaa na akachukua nini? Matukio. Sawa, kwa hiyo mimi nimechukua matukio kutokana na upande wangu. Sijui unanielewa ya. Okay, so pale nilimsikia bwana Tiza akiwa anaeleza kwamba huyu anasemaje mimi ni kijana wake. Labda nilikuwa nataka utupitishe. Yaani hiyo kusema kwamba wewe ni kijana wake. Kwa nini ni kijana wake na anakataa hilo? Labda tueleke sawa hili kwa sababu wote mnafanya kazi moja. Wote ni watu ambao mnadili na jadi na wote wa Tanzania wanawatazama hapa. Tafsiri hii ina maana gani? Kuliweka sawa hili. Sisi wote, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi wote tunajenga nyumba moja. Na kama tunajenga nyumba moja, riziki huwa anatoa Mungu. Sawa. Kama riziki anatoa Mungu, sisi katika kugombana kwetu labda tunagombania, tunaweza kusema labda nini? Sijui ni wateja, sijui ni nini. Alafu mimi sikuwa serious kwa sababu wote tunatukana. Yeye ananitukana. Yeye anatukana. Sawa. Sisi yeye ananitukana. Mimi namtukana. Wote sisi tunakaa tunafanya kitu kimoja. Sijui unanifahamu. Lakini katika vitu ambavyo vipo, sawa? Hakuna haja sisi ya kugomba kwa sababu unajua hii nchi inaendana na sheria. Sijui unanielewa. Kila kitu kina utaratibu wake. Na ndio maana sisi tunapokuwa tunagombana, hatujakuja kugombana. Tusifanye mambo ya kugombana. Mimi ni kijana wako. Tusigombane, tunakuja kugombana. Tufuate sheria ndugu yangu. Hatukuja kugombana kaka. Mimi ni kijana wako. Tazi kijana wako zangu. Mimi ni kijana wako. Sikiliza, hebu sikiliza. Naona wenyewe. Mnaona wenyewe. Hatukuja kugombana kakaangu. Nisikilize. Naona ndugu yangu. Embo, achana mambo hayo. Nisikilize. Nyao nisikilize. Nyao nisikilize ngombe. Nisikilize. Wewe useme ushahidi nisikilize. Mimi nakupa mimi ni kijana wako. Mimi ni kijana wako. Mimi nakupa